السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، baadakum shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya ndugu zangu, hasa wale ambao walituomba sana katika darasa letu la sarfa, na hasa katika kitabu Matnul Binai wal Asasi. Na kitabu hiki tulikuwa tumefika mbali sana, lakini baadhi ya watu wametuomba tuanze mwanzo, na maalum kabisa video hizi zitakuwa zikiwekwa katika grupu letu lenye anwani ya Matnul Binai wal Asasi. Kwa hiyo nawe kama unataka kuwa ni mmoja miongoni mwa wale watakaokuwa katika grupu letu, unaweza kutupa namba zako na inshallah tukakuweka katika grupu letu la Matnul Binai wal Asasi. Hapa tutajifunza sarfa harfiyan, kwa maana nje ndani, lakini kadhalika tutakuwa na masiku maalum kwa ajili ya kufanya tamrinat, kwa maana testi za hapa na pale katika somo la sarfa, lakini tutakuwa na mitihani ya hapa na pale insha Allah, ili wale wanafunzi ambao wanasoma kwa kupitia njia ya kimtandao, basi na wao wafikie katika yale ambao wanayokusudia. Hapo ulipo mwalimu yupo insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaanza darasa letu baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Tunasema i'lam, tambua ewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia, anna abwaba tasrifi, ya kwamba milango ya tasarrufat, kwa maana ya mageuzi ya maneno, lakini na ile minyumbuliko ya maneno yenyewe, 35 baban, kwa mujibu wa sarfa, na hasa kitabu chetu ambacho chenye anwani inayosema Matnul Binai wal Asasi, anasema ni milango 35. Yani milango ya tasrif, mlango ya mnyumbuliko wa maneno, kwa mujibu wa Matnul Binai wal Asasi ni 35 baban, ni milango 35. 6 minha, milango 6 miongoni mwa hiyo 35, lithulathil mujarradi, ni kwa ajili ya vitendo vyenye harfi 3 zilizojipwekesha au za asli. Katika sarfa inatazama sana harfi ya kati, kwa maana ainul kalima, aini ya neno, ndio inatazama sana katika hali za namna hiyo. Sasa hii milango ya minyumbuliko ya maneno ni milango 35, lakini 6 katika hiyo 35 ni kwa ajili ya harfi 3 za asli. Tunapozungumza harfi 3 za asli, watu wa sarfa wamezipima katika kitendo faala, na ndio maana kukapatikana kitu kinachoitwa faul kalima, kwa maana fe ya neno, lakini kukawa na kitu kinachoitwa ainul kalima, kwa maana aini ya neno, na kukawa na kitu kinachoitwa lamul kalima, kwa maana lam ya neno.
ikipimiwa katika kitendo kinachosomeka faala au faula au faila, inategemea kipo katika mzani gani. Kwa hiyo ndio maana utaona hata neno likiwa dhahaba, hebu andika neno hapo dhahaba, alafu andika neno faala. Sasa ile dhali iangalie katika neno faala imekaa sehemu gani. Utaikuta imekaa sehemu ya fe, kwa hali hiyo inaitwa dhali hapa dha. Hii ni faul kalimati, yani ni fe ya neno. He ukitazama ukapima na kitendo faala, utakuta he imekaa sehemu ya aini. Maana yake he hatuiti haul kalima, tutaita ainul kalima, aini ya neno. Na be dhahaba, ukitazama ba ukapimia na neno faala, utakuta be imekaa sehemu ya lam. Kwa hiyo hatusemi ba'u alkalima, bali tutasema lamul kalima. Yani neno linakuwa na fe ya neno, aini ya neno na lamu ya neno. Ndio mambo yanakuwa katika hali za namna hiyo. Sasa albabul awwalu, mlango wa kwanza katika hii milango sita ambayo yenyewe inaelezea thulathiyil mujarradi, inaelezea yani kitendo chenye harufi tatu za zilizojipwekesha au za asli. Anasema mlango wa kwanza kabisa ni unasomeka faala yafuulu, mauzunuhu nasara yansuru. Maana yake faala yafulu, alifanya, anafanya. Mauzunuhu, mizani yake, nasara yansuru, alinusuru, ananusuru. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi, na alama ya kujua hivyo ni pale ambapo inapokuwa aini ya kitendo chake. Tunatazama aini ambao katika naswara aini ni swadi, tunatazama aini ya kitendo chake ambao ni naswa swa. Hii swa ndio aini ya kitendo chake. Alama ya kujua hivyo, unatazama aini ya kitendo chake. Maftuhan fil madhi, itakuwa imetiwa fatha katika kitendo cha muda uliopita. Ndio maana utaona naswa, swadi ina fatha. Saa itakuwa maftuhan fil madhi, lakini wakati huo wa madhmuman fil mudhari'i, lakini kadhalika itakuwa inatiwa dhamma katika kitendo cha muda wa sasa. Ndio unapata yansu. Swadi ndio ainul kalima, ambapo katika madhi tunaona ina fatha naswa, lakini katika mudhari tunaona ina dhamma yansu. Kwa hiyo hii ndio alama yake, ni kuwa aini ya kitendo chake katika muda uliopita inakuwa maftuhan, na katika muda wa sasa kwa maana wa mudhari inakuwa madhmuman, inakuwa na dhamma. Wa bina'uhu litahdiyati ghaliban, mara nyingi sana jengeo likija hivi kwa maftuhan fil madhi wa madhmuma fil mudhari, kwa maana aini alkalima ikiwa na fatha katika kitendo cha muda uliopita na ikawa na dhamma katika kitendo cha muda wa sasa, jengeo lake linakuwa litahdiyati ghaliban, linakuwa ni jengeo la taadia. Kwa kawaida inakuwa ni hivyo, sawa. Waqad yakunu laziman, ni mara chache. Qad inaitwa harfu taklil, yani harfi ambayo inaonyesha mara chache sana. Waqad yakunu laziman, mara chache sana inawezekana ikaja kuwa ni lazim. Mithalul mutaaddi, mfano wa mutaaddi nahau, mfano wake ni huu: nasara zaidun amra, zaidi amemnusuru amri. Nasara zaidun amran, zaidi amemnusuru amri. Sasa hii ndio mfano wa mutaaddi. Wa mithalu lazimi, na mfano wa lazim nahau
kharaja zaidun, ametoka zaidi. Mudhari au kitendo cha sasa cha neno kharaja inakuwa yakhuru. Ndio maana tukasema alama yake ni kuwa kitendo cha madhi maftuha, khara maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari, yakhuru. Yakhuru ambao re ndio ainul kalima, kwa mudhari itakuwa madhmum, binai yake mara chache sana inakuwa lazim. Ndio mfano kharaja zaidun, ametoka zaidi. Lakini wal mutaaddi, tunatafsiri sasa neno mutaaddi ni nini? Huwa ma yatajawazu fi'la al-fa'ili, ni ile ambayo ni kile kitendo ambacho kinachovuka kitendo cha mtendaji ila al-maf'uli bihi, kwenda mpaka kwa yule aliyetendewa. Yani kitendo ukisikia hiki ni kitendo mutaaddi, maana yake kina fi'lu, kina fa'ilu, kina maf'ul. Hicho ndo kinaitwa fi'lul mutaaddi. Huu ndio msamiati wa watu wa sarfa. Ukisikia kitendo hiki ni mutaaddi, kwa mujibu wa watu wa sarfa, maana yake ni kina fi'lu, kina fa'il, kina maf'ul. Huo ni msamiati wa watu wa sarfa. Kwa lazima wewe unajua misemo ya kisarfa ni ipi, na inaposemwa misemo ya kisarfa inamaanisha nini. Inawezekana msemo huo ukasemwa katika fani nyingine lakini ukamaanisha kitu kingine. Kwa mfano katika tib, ukisikia kuna tibbul mutaaddi, maana yake ni ugonjwa una tabia ya kuambukiza, haubaki kwa mtu mmoja. Sasa at-taadiyya katika sarfa ina maana nyingine, at-taadiyya katika fani nyingine ina maana nyingine. At-taadiyya katika sarfa ina maana nyingine, lakini hiyo hiyo at-taadiyya katika fani nyingine ina maana nyingine. Kwa lazima watu wawe na tabia ya kujua misamiati ya fani husika. Kwa hiyo ukisema at-taadiyya au al-mutaaddi kwa watu wa fani ya sarfa, huwa ma yatajawazu fi'la al-fa'ili, ni ile kitendo ambacho kilichovuka kitendo cha mtendaji ila al-maf'uli bihi, kwenda kwa anaye fanyiwa. Vikipatikana vitu vitatu cha kitendo kinaitwa mutaaddi. Sawa? Walazim, na kitendo kinachoitwa lazim, huwa ma lam yatajawaz, ni kile ambacho hakivuki. Hakivuki nini? Fi'la al-fa'ili, kitendo cha mfanyaji, ila al-maf'uli bihi, kwenda katika anayefanyiwa. Hakifanyi hivyo, bal waqa fi nafsihi, bali hubakia ni fi'lu wa fa'ili tu, kitendo na mtendaji, na sentensi inakuwa imekamilika. Sawa? Kwa mfano tunaweza ukasema kharaja zaidun, ametoka zaidi. Imekwisha hiyo, manake ishaeleweka. Sawa? Lakini ukisema amenusuru zaidi, tutataka kujua kanusuru nini. Hiyo sasa ndio inaitwa mutaaddi. Na lazim ni nini? Ni ile ambayo lam yatajawaz au lam yatajawaz fi'la al-fa'ili ila al-maf'uli bihi, ni kile ambacho hakivuki kitendo cha mtendaji kwenda kwa anayetendewa, bal waqa'a fi nafsihi, bali hubakia chenyewe katika kitendo na mtendaji. Khalas, habari imekwisha. Mfano kusema amekaa zaidi. Sasa ukitaka maneno mengine lazima hapo uingize herufi za jari. Ala al-kursi, jalasa zaidu ala al-kursi, sio jalasa zaidu kursiyan, kwamba amekaa zaidi kiti. Haiko hivyo. Lazima uongeze vitu vingizingie harufi za jari ukitaka upate maf'ulu bihi. Katika vitendo ambavyo ni lazima kuingia harufi za jari. Kama hamna harufi za jari, mzee, ni fi'lu wa fa'il, hicho ndo kitendo lazim. Kwa hiyo lazima uwe unajua msamiati wa neno al-lazim. Kwa watu wa sarfa wanakusudia nini wakisema al-lazim? Kwa mfano katika fununi zingine ukitumia neno al-lazim linakuwa na maana nyingine nje ya msamiati katika fani hii. Kwa hiyo lazima uwe unajua misamiati ya fani husika inahusu nini malengo yake, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo hili ni darasa letu namba 1
katika kitabu chetu Matnul Binai wal Asasi. Sawa, lengo la msingi tunataka watu wazifahamu hizi kwa ufasaha katika group letu linaloitwa Matnul Binai wal Asasi. Kwa ni vizuri sana kufuatilia kwa ufasaha. Darasa litakalokuja tutakwenda kutazama tasrif ya neno nasara na neno yansuru. Kwa maana kwa haraka tunaposema nasara tunasema hadha fi'lu thulathi almujarrad laysa mazidan fihi wa alamatu an yakuna madhihi alamatu an yakuna aynu fi'lihi sawa maftuhan fil mad wa madmuman fil mudari' wa binauhu litadiyati ghaliban. Tunaona sawa? Lakini yansuru aslul kalima nasara, hadha fi'lu thulathi almujarrad fahudhifat harakatu fa'il kalimati thumma dhamma aynul kalimati litamami bina'il wazni fasara yansuru. Tutafanya tasrifu, tutaziandika hapa ili na wewe uweze kuzihifadhi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Katika sarfa inapozidi harfu inazidi kwa sababu, ikiondoka inaondoka kwa sababu, ikihamishwa haraka inahama kwa sababu, ikiondolewa inaondolewa kwa sababu. Ndivyo mambo jinsi yalivyo. Tumesema fahudhifati harakatu ainil fa'il kalima, ikaondolewa haraka ya fe ya neno. Ikiondolewa haraka inabakia sikne. Sawa? Thumma dhamma, kisha ikatiwa nini? Dhamma ainu lamu nini ainul kalima, ikatiwa dhamma aini ya nini? Ya neno. Nini sababu ya kuondoshwa fe, yani haraka ya fe ya neno, na nini sababu ya kutiwa dhamma aini ya neno? Tunasema litamami bina'il wazni, kwa ajili ya kutimia jengeo la uzani wake. Tunakwenda sawa? Kwa sababu ndio maana neno likasomeka yansuru. Kwa tutakuja kufanya tasrif katika darasa letu namba 2 insha Allah. Kwa hiyo tufuatilie kwa ufasaha, tutakuwa na masiku kwa ajili ya kufanya testi au tamrinat, kwa maana mazoezi, ili tuone wanafunzi wanaelewa au tunakwenda tulimradi tunakwenda insha Allah biidhnillahil karim. Tukutane darasa la 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin.